Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tukiwa tunaendelea na Mwenge wa Kaunti kutoka hapa jijini Nairobi, ambapo tuko kwenye kikao cha 5 cha mabunge ya kaunti, ambapo wanajadili masuala kadha wa kadha. Hapa katika hii studio yetu tumekuwa tukizungumza na uwakilishi wadi kutoka kaunti mbalimbali, wakiwa natueleza umuhimu wa wao kuwa na uhuru wa kifedha kuhusiana na mishahara yao, marupurupu yao, lakini haswa kuwepo na sheria ambayo inahakikisha kwamba maeneo ya wadi yanapata mgao wa fedha ili kutekeleza miradi. Na kwa sababu tuko katika dakika za lala salama, tuna kama dakika 10 tu tuweze kumaliza. Ningependa kusikia kutoka kwenu, kila mmoja wenu aweze kunieleza sasa hivi mko katika harakati za kuunda bajeti ya mwaka wa kifedha ujao wa mwaka 2025-26. Kwa sababu sasa hakuna hiyo ward fund, mnaweza kufanya nini na sheria zilizoko ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanamfikia mwananchi? Tuanze na mwakilishi kutoka Nakuru. Asante sana mheshimiwa, na kwa sababu ya swali hilo, na ni kweli ya kwamba tunazo sheria kama vile tulivyosema ya kwamba sheria tunazo zinazotusaidia hata kuweza kutekeleza hayo majukumu. Lakini wakati sisi tunamalizana na bajeti, tunapoipeana kwa executive ndio waweze kuitekeleza, shida huwa kuna watu ambao wako na uzembe ambao unawafanya wasifanye, na inafanya pesa iende rolova. Ile kitu tunataka kuomba, na nitaomba kila mtu mwenye amepewa majukumu na mwananchi kupitia mimi kama huyo CC amepewa majukumu na mwananchi, maana alikuja kwangu wakati alikuwa anaomba kazi, nikamfanyia vetting aweze kufanya kazi. Kama ni governor ako na majukumu ya kuamrisha watu wake waweze kufanya kazi. Hakuna haja ya kusikia tuko na rollover project ambazo saa hii ninataka kuingia kwa mwananchi kuchukua maoni mengine, lakini yale ambayo alinipatia mwanzo sijayatekeleza. Kwa hivyo itakuwa ngumu hata kwangu kwenda kwa huyu mwananchi, na sio mimi mwenyewe nimekatalia kufanya kazi, kuna mtu mahali amekatalia kufanya kazi. Kwa hivyo mimi nataka kila mtu awajibike kivyake bila kugojea mimi nimkumbushe kazi yake. Akishindwa basi ajue kusonga. Mheshimiwa Nduta. Mimi asante sana, na ningetaka nihakikishie mwananchi wa Kanyenyaini, hata kama ward fund haiko, kuna ile mipangilio tumepanga ya maneno, tumekuja kwenu, tumechukua maoni na nitaendelea kuyafuata. Kwetu Murang'a, katika uongozi wa gavana Kang'ata, kuna project tunaziita community development project ambazo wananchi ndio wanatoka nazo, wanatupea, tunapelekea governor. There is a process of doing things. So the things we had said, we will do them. Na lakini ningetaka mwisho kabisa nihimize serikali kuu, tafadhali msitenge tena. Sasa kwanza tutekeleze yenye tumefanya, tusitenge. We honor the promises we've done to our people, na Kenya itakuwa mzuri. Mheshimiwa Chief. Shukrani sana. Watu wa Kericho, ningependa kuwaambia huu ni mwaka wa maendeleo. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa kuchapa kazi. Budget ama supplementary budget tulishapitisha wiki jana. Sasa ile imebaki ni executive kuimplement, sisi tukifanya oversight. Alafu tuanze budget ya the next financial year. Hii ni mwaka, that's why ninasema vizuri sana, hii ni mwaka wa maendeleo. Tunataka mabarabara ikuwe rolled out, maji iende kila pahali, huko Litein, Kericho, wapi, kila pahali kule Kapsoit. Maneno ya mahospitali, kuna mahospitali mpya tunasifungua. Zingine juzi tumeconfirm madaktari, nurses. Sasa ile imebaki ni confirm ama kuandika upya walimu wa chekechea ukianza ule financial year ingine ikikuja. Sasa more nurses tunaenda kuemploy. Sasa naambia wale wali apply wahakikishe kuwa wameattach kila kitu, ndio kazi ama County Public Service Board wafanye shortlisting na wapewe kazi. So nashukuru watu wa Kericho kuwa hii ni mwaka ya kazi na tutafanya kazi vile inahitajika. Ombea viongozi kutoka chini mpaka rais. Tunajua kuna kazi zingine rais inatakana aanze kuja kufanya huko Kericho, najua vizuri sana atakuja sifanya.
zingine imeanza, zingine ziko njiani. Otherwise, asanteni sana, tuonane nyumbani tukichapa kazi. Thank you. Mheshimiwa Mara. Mi nataka kusema kwamba nataka kwanza kuomba rais na bunge kwamba kuna yale majukumu ambayo yaligatuliwa na bado functions, resources accompany functions. So kuna functions ambayo zimegatuliwa lakini resources bado nyingi zimebaki kwa national. Kama health, unapata kwamba hospitali zetu bado ziko na changamoto mingi, mambo ya mabarabara bado ziko national, na other functions, agriculture bado iko national. So hayo majukumu yote ambayo yaligatuliwa vile yalivyo katika county, resources pia zikuja katika county, ndio tuone umuhimu ya hizo functions. Number 2, nataka niombe county yetu sasa ya Busia, governor yangu Governor Otuoma na serikali yake na sisi kwa jumla kwamba tuweze kutia bidii mahali ambapo zile gaps, mahali ambapo hatujafanya vizuri, tuendelee kusikiza sauti ya mwananchi nasemaje, na tuhakikishe kwamba mwananchi anafurahia kura yake. Mwananchi akishafurahia kura, hiyo serikali ni ya baraka mikubwa sana. Na kwa waheshimiwa MCAs Kenya mzima, nataka kuomba kwamba let's retreat to our assemblies na tutilie maanani majukumu yetu ya kikatiba. Tuhakikishe kwamba we do our oversight role na tukalie hii executive pia ngumu, ndio mwananchi apate huduma yake ya kawaida bure. Tukiendelea vile tunaendelea kupigia hii serikali magoti na pasipo kujua majukumu yetu, mwananchi atateseka. So that's my call. Asante. Mheshimiwa Kuria. Mimi jambo la kwanza ningetaka sana kushukuru watu wangu wa Busia County na hasa watu wangu wa Marachi West, na pia niseme hivi Bi Mashirima ya kwamba Mama Ngozi uvuta upande wake. Mimi nitazungumzia hasa kaunti yangu ya Busia kwa sababu majuzi kumekuwa na kizaza kidogo ambaye nataka kuamini ya kwamba ni kuteleza kwa mdomo kidogo kwa gavana wangu, Gavana Paul Nyongesa Otuoma, ambapo nataka niwaambie wananchi wa Busia kwamba Paul Nyongesa Otuoma anapenda kaunti yake ya Busia, na ndiposa tuliweza kukaa naye chini na akatenga at least kila wadi iweze kupata almost milioni 20. Na pia nataka niwaambie watu wa Busia, hizo pesa hazikupatiwa MCA. Hizo pesa executive ambayo inaongozwa na Gavana Otuoma ndio ambayo itafanya utekelezaji. Na sisi kama MCA, kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba the executive inafanya ile kazi vizuri, ili mwananchi wa kawaida ambaye yuko pale mashinani kuweza kupata service delivery. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Munyuma. Asante sana. Yangu kwanza nataka nizungumzie wabunge na waomba wawe watu wenye imani, watu wenye roho ya kutaka wengine wasaidike. Leo asubuhi nimeona kwamba wamejiongeza bilioni 7 na fedha za afya wamezipunguza. Naomba wafikirie wapiga kura wao, watu ambao wanaamka asubuhi kwa mapema kwenda kuwachagua, na ni watu ambao ni maskini, wengine hawana makazi mazuri. Naomba wafikirie kwa sababu wao wananchi ndio wanawaweka pale. Hiyo pesa ambao wanajiwekea 7 billion katika bunge yao ni pesa ambazo wangepaswa kuziweka katika afya, ndiposa waboreshe shughuli ya afya hapa kwetu Kenya. Nikikuja katika maassembly, naomba kwamba vitu viwili vitekelezwe. Kitu cha kwanza ni tupatiwe uhuru, na vile vile ile World Development Fund iwekwe inakiliwe katika katiba, ndipo iweze kusaidia watu wengine. Na kwa watu wangu wa Kariobangi nawaambia kwamba huu ni mwaka wa maendeleo. Tumeshamaliza na supplementary budgets na tuliweka vitu pale vya Kariobangi. Kuna barabara tunakuja kutengeza, kuna sewer system, kwa sababu Kariobangi kuna sehemu moja sewer system imekuwa haiko 60 years baada ya independence, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tumeweza kuiweka katika bajeti na tutaitengeza ili wananchi wa Kariobangi wajisikie huru. Vile vile mabarabara tutatengeza. Kuna hospitali ambayo tunaendelea kuitengeza, maternity ya wakina mama, ili wawe na sehemu karibu ya kujifungua. Ya mwisho kabisa kwa viongozi wote wa Kenya kwa ujumla, naomba tukumbuke kwamba siku zote sisi
ni wafanyikazi, sisi ni watumwa, sisi ni servants wa wananchi wetu. Wakati wote tuwaweke mbele na tufikirie mambo yao kwanza, ndiposa tuweze kupeleka au kuendesha shughuli ya taifa la Kenya vizuri, kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu atasikia raha na atafurahia, na vile vile kwa njia ambayo wananchi ambao wanaamka asubuhi na mapema kutuchagua sisi pia vile vile watafurahi. Kwa hayo, asante sana na Mungu atubariki. Ya mwisho kabisa ni karibishe hawa Uko na mwisho la mwisho. Na mwisho la mwisho sasa. Nataka kukaribisha Wakenya wote Naivasha, kwa sababu wakati huu tuko na safari rally. Kwa hivyo msikose kuja, security ni mzuri, mahali ya kulala ni mzuri. Kwa hivyo karibuni sana Wakenya, na sisi tunapenda amani, na Mungu awabariki mnapopanga kukuja. Asante sana. Huyo ndio anafahamu kupigia debe kaunti yake. Chirchir, pia wewe uko na lako. Pole nilisahau, huu ni msimu wa kupanda mahindi. Kila kitu. Mbolea iko kwa stores zetu za kila pahali kule Kericho, Londiani, Kapsoit, Litein, Roret na kila pahali Kenya pahali wanapanda mahindi. Ningependa kuuliza Wakenya, tafadhali tupande mahindi ndio tupate chakula cha kuuza na kukula. Thank you. Naam, Murang'a, leo tuko na Governor's County Address, na governor tunakuheshimu, tunakuja kukusikiza, tunajua uko na mambo mazuri sana ya Murang'a County. Naam, asanteni sana nyote kwa kuungana nasi tena leo kwenye Mwenge wa County. Wiki ijayo tutaendelea na mdahalo kuhusiana na yanayoendelea kwenye county. Asanteni sana kwa kuungana nasi, na tunawatakia kila laheri katika kikao chenu hiki cha 5, mwaka wa 5 wa County Assemblies Forum. Nami kwa niaba ya wote walifanikisha taarifa hizi na kutakia mchana mwema, mimi ni Mashirima Kapombe.